Tuanzie nchini Tanzania ambapo kiongozi wa upinzani na mwenyekiti wa chama cha upinzani Chadema Tundu Lissu ameomba rasmi kuondoa mawakili wake na kuamua kujitetea mwenyewe katika kesi ya uhaini inayomkabili. Lissu ametoa ombi hilo hii leo akiwa mbele ya hakimu mfawidhi katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam. Upande wa mashtaka umekiri upelelezi umekamilika na jalada lipo kwa mwendesha mashtaka mkuu DPP ili kuendesha kesi hiyo. Lakini uamuzi huu wa Lissu sasa unamaanisha kuwa atakuwa akishiriki moja kwa moja katika mabishano ya kisheria na mawakili wa serikali bila uwakilishi wa mawakili wake wa awali. Aidha, Lissu amesema mojawapo ya sababu za kutaka kujiwakilisha ni pamoja na mazingira na changamoto anazozipitia akiwa mahabusu, ambazo ni pamoja na kuwekwa kwenye chumba maalum cha wafungwa waliohukumiwa kunyongwa, kupewa haki na faragha ya kuongea na mawakili wake na kupata nafasi ya kuabudu na kufanya mazoezi kama sheria inavyotaka. Mahakama imekiri kupokea taarifa hiyo na kuahidi kuifanyia kazi. Lissu anakabiliwa na mashtaka mawili ambayo ni uhaini na kuchapisha taarifa za uongo kwenye mitandao ya kijamii. Kesi hiyo imeahirishwa hadi Julai mosi. It is time to let me do what I must do. It is my case again. Kwa mheshimiwa, from now on, mimi ndio nitakayejibizana na hawa mawakili wa serikali. Nimemaliza mheshimiwa. Sasa ili kuelewa zaidi kuhusu hatua hii ya Lissu, awali nimezungumza na mwanasheria Fulgence Masawe na nimeanza kwa kumuuliza vigezo gani huzingatiwa na mahakama kabla ya kumruhusu mtu kujitetea mwenyewe kwenye kesi kubwa ya uhaini. Vigezo ni kwamba ni kuangalia kama mshtakiwa mwenyewe ameridhia na ameomba na hana sababu ya kutoa sababu za msingi. Na mara nyingi kigezo kinachotumika mtu kukataa mawakili wake ni pale anapoona kwamba labda mawakili hawajana uwezo wa kumtetea anavyotaka au kuna mkingamano, yani kwamba kile unachoamini wewe na anachoongea wakili wako ukubaliani nacho. Lakini kwenye kesi kama hii ambayo tumeiona leo ni kwamba mshtakiwa mwenyewe ameeleza sababu sio uwezo wa mawakili wake, bali sababu ni kwamba hajapata nafasi ya kukutana nao na kuongea nao kwa sababu ambazo amezieleza ni vikwazo ambavyo amekutana navyo gerezani na akashindwa kuongea na mawakili wake. Kwa hiyo ni kwamba mawakili wake hawana taarifa sahihi za kumtetea kulingana na mazingira hayo. Sasa ni athari zipi za kisheria zinazoambatana na uamuzi wa mtu kujitetea mwenyewe bila msaada wa mawakili? Huwa haishauriwi sana mtu ambaye ana shauri lake mwenyewe aamue kujitetea mwenyewe. Na kwenye shauri kama hili ambayo adhabu yake inapelekea kifo, hata angeshindwa kuweka wakili, angewekewa wakili na jamhuri. Kwa hiyo athari zake kubwa ni kwamba unashindwa kusimama kwenye uweledi na kwenye zile hisia binafsi. Na ndio maana hata kwenye mashauri ambayo inasemekana una maslahi nayo, huwa haishauriwi uwakilishe hata kama ni ndugu yako. Utashindwa kuelewa sasa hivi naongea kama wakili au naongea kama mshtakiwa, na unaweka hisia zaidi kuliko hata ile misingi ya kitaaluma ya sheria katika utetezi wako. Je, kuna matukio mengine katika historia ambapo watu mashuhuri wamewahi kujitetea wenyewe na kufanikiwa katika kesi yao au labda kushindwa? Kwanza kuwa kuna kesi ya Tundu Lissu mwenyewe ya uchochezi ilikuwa inaendelea kwa mahakama ya Kisutu, ikiwa kwa hakimu alikuwa anaitwa Mkeha, naye aliomba kujitetea mwenyewe kwa sababu alitaka kuweka kila kitu sawa na asikilizwe mwenyewe. Lakini kwa mna kesi maarufu ilipokuwa mahakama ya rufaa ya Rugemalila aliwahi kuomba mahakama ajitetee mwenyewe na aliruhusiwa. Kwa hiyo ni mazingira tu yanategemea na kesi ilivyo, na mwenyewe anapotoa hoja mbele ya mahakama anaeleza sababu. Sheria inasema nini, Masawe, kuhusu mawakili kupewa nafasi ya kukutana kwa faragha au kuongea na wateja wao ambao ni washtakiwa? Katiba yetu ile ibara ya 13 inazungumzia mambo ya fair trial, yani shauri liendeshwe kwa haki. Mojawapo ya kupata hiyo haki ya kusikilizwa kwa haki ni pamoja na kuwa na wakili unayemtaka wewe na wakili ambaye unaamini atatetea maslahi yako. Kwa hiyo katika hali ya kawaida Tundu Lissu kama anachokiomba ni faragha na wateja wake na wakili wake, ni kitu ambacho anastahili, na anapokuwa ananyimwa ni swala la kikatiba au swala la haki za binadamu. Tukisalia katika shauri hilo, ni jukumu la nani sasa kuhakikisha kwamba mshtakiwa anatendewa haki, lakini upande wa kushtaki pia unatendewa haki katika mchakato mzima wa kesi? Ni kazi ya mahakama kutoa maelekezo. Kama ilivyoelekezwa apelekwe gerezani,
ndio hivyo hivyo inatakiwa ielekeze huyu mtu afanyweje akiwa gerezani. Kama mahakama inayoendeza shauri naona kwamba kuna vitu ambavyo kuna misingi ya haki za binadamu inakiukwa kwa njia moja au nyingine, inaweza kaenda kwa mahakama ya juu zaidi kuomba tafsiri au kuomba maelekezo ya nini kifanyike kwenye mazingira ambayo anapitia. Na mahojiano hayo na mwanasheria Fulgence Masawe ndio yanayotukamilishia taarifa yetu kuu usiku huu.